Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu ambaye ametupatia muda huu wa leo wa kusimama mbele zake ili kushuhudia yale ambayo ametaka yashuhudiwe. Na leo tutasema juu ya ufalme wa Yesu Kristo duniani wa miaka 1000 na baadaye ni maisha ya milele. Kutakuwa vipindi mbalimbali mbele tufike mwisho katika maisha yetu ya kuungana na Mungu. Tutasoma neno la Mungu katika Ufunuo sura yake ya kwanza mstari wa 7. Ufunuo sura yake ya kwanza mstari wa 7. Biblia inasema hivi: tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Na amina, amina. Wapendwa, ufalme wa Yesu Kristo duniani utafanya miaka 1000 mila, na hiyo miaka mbele tuifikie, kuna vipindi ambavyo vitafanyika mbele tuingie katika ile miaka 1000. Shabaha ya kukupasha hii habari ni nini? Ni kukutayarisha kwa maisha ya milele ambayo wewe unadharau leo, lakini siku moja utatamani uingie katika ile maisha ya milele na hakutakuwa mlango tena. Halafu kwa sababu ya hiyo, nimependa ushawishike leo, iwe siku yako ya ukubali kwamba na mimi ninaingia katika ule ufalme wa Mungu, ufalme wa Yesu. Usibaki hivi hivi, au usibaki wa njia mbili, Mkristo tena mpagani. Toka huko katika upagani, ingia ngambo moja, na nikwambia kwamba kusudi uitwe Mkristo ni kazi kubwa, ni uzito, lakini imekupasa uingie katika kazi hii ya Ukristo, maisha ya Ukristo, ili upate ushindi na wewe uishi pamoja na wengine walioamini ambao wameshinda kama kawaida. Usizani ya kwamba wewe tu ndio uko na sababu mingi za kutokushika neno la Mungu wala kanuni za Mungu, lakini wako wengi ambao wametangulia na wako humu leo, wengine ambao wanahitaji washindane na shetani, maana tuna vita kali ambavyo inatubidi kuvishinda, vita kali katika maisha ya Ukristo. Na vita hivyo nimesema kwamba si wewe tu, lakini wako wengi ambao wanapiga vile vita. Usishikamate mwenye kudeka. Unaona mtoto mwenye labda iko mtoto wa wazazi yeye peke, na halafu anadekaka sana, ama garso anazaliwa yeye peke katikati wa binti, hata anakuwa wa nyuma kule na anajiproklame njo wa kwanza. Usideke vile mbele za Mungu, usijifanye mwenye kudeka, lakini piga vita vya imani, na wewe uwe pamoja na washindaji ambao wamepiga vita. Kuna wale waliotangulia waliisha shinda mwili na wamekufa, wamezikwa, lakini angalia, wamoja wamepiga vita na wameshindana,
na wanatangaza sawa Paulo, tazama nilivipiga vita vizuri vya imani, na sasa nyuma ya hapa ninangoja taji ambayo nitakabidhiwa baada ya vile vita, na halafu na wengine ambao wako nyuma yangu nao wakishinda, nao watapokea taji kama mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Je, umeanza vile vita na umeshinda? Sababu ni vita vya kila siku, tena vita vya kila saa, vita vya kila dakika, vita vya kila muda ambavyo vinapigwa katika maisha yako, na imekupasa kushinda ili upate kufikia ule mwisho ama mazungumzo haya ambayo tutazungumzia leo. Ninakutakia ushindi, na wewe twende pamoja na wewe siku ile. Jina la Bwana libarikiwe. Namna mambo yatakuwa hayajakuwa bado, lakini yatakuwa, na uamini hivyo. Yesu atakuja, atasimama mawinguni, na pale ndiko kunakuwa uzito kwa wengi. Maana hapa duniani watu wanajaribu kufanya kafiari, watu wanajaribu kufanya kafiari, wanalipa rushwa ili waingie katika orodha ya watu ambao wanataka kupokea taji ama wanataka kupokea mishahara. Watu wanafanya kafiari, ujanja, lakini kwa habari ya kwenda mbinguni ama kunyakuliwa hakuna ujanja. Siku Yesu atakuja kulitoa kanisa, kwanza ni hatua ya kwanza hiyo. Atakuja na nyakua kanisa, linakutana naye peponi. Biblia imetuambia nini katika Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 13 hadi 18? Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 13 hadi 18. Biblia inasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijieni kwa maneno hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi hatutawatangulia hao ambao wanakufa kwa leo wakiwa katika Bwana, wakiwa watakatifu wa Mungu, hawapotei. Kweli sisi tunaweza kulia, tulikuwa na fulani ametuacha, alikuwa anafanya hivi, tunakumbuka kazi yake, unasikia kweli kuna furaha ya kuachana naye. Lakini acha nikwambie, walio katika Bwana wana raha kwa hata saa hii kuliko wale ambao wamebakia. Uwe na mali, uwe tajiri, uwe na magari, usiwe manyumba ya aina gani, kama ungali hai na uko mpagani au uko Mkristo, haumshinde Mkristo aliyekufa katika Bwana. Yeye anastarehe. Biblia inatuambia nini katika Ufunuo 13 mstari wa 14? Inatuambia 14:13 inatuambia kwamba
hawa ambao wanatutangulia wakiwa Wakristo wanatangulia kupumzika baada ya taabu zao. Taabu, najua taabu yenyewe uko nayo. Huko mwenyewe amefika hapa hana chakula yenye atakula jioni. Si ni taabu ile? Kuna mwingine iko anatembea viatu lisha katika chini ya miguu. Iko anatembea na maji iko inaingia vumbi. Si ni taabu hiyo? Kuna mwingine iko na mume hampage posho. Mama tu ndio kwenda kurudi. Na saa kukula, huyu baba anakula na huzuni. Ni taabu nayo. Au sijue kama ni starehe. Baba upewe, mama aende kuhemea, yeye ndio apige, atie kumeza na wewe kisha ustarehe. Labda mlevi ndio anakujaka hivyo, na mara anaweza hata kupigana na mke wake. Ni taabu. Kwa sababu ya hiyo taabu tulizo nazo, wale ambao wamekwisha kufa hawazione tena. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaenda tukumbuke somo letu, ufalme wa Yesu Kristo duniani wa miaka 1000 na baadaye maisha ya milele. Wapendwa, taabu tulizo nazo, hawa watu ambao wametutangulia wanapumzika. Lakini acha nikwambie kwamba baada ya kumaliza hiki kipindi, Yesu akisha kunyakua kanisa lake, limeenda, halitaenda mbali, itaenda hewani. Biblia inatuambia hivyo. Hivi Wathesalonike wametuambia yeye atakuja na mwaliko wa malaika, na halafu hawa watakuja hewani, na waliokufa katika Bwana, wale walio hai, waliokufa kwanza watafufuliwa, na walio hai watabadilishwa. Maana hatutaenda na hii miili yetu ya dhambi, miili inayoteseka, itabaki. Tutapewa miili mpya ya utukufu wa Mungu. Ule mwili ambao Kristo alifufuka nao ndio mwili tutakuwa nao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Itapendeza uwe na ule mwili. Sasa tutakapokuwa tumenyakuliwa, tuko hewani, tutafanya miaka 3.5 hewani katika kipimo. Na hapa wale watakao baki watakuwa distrait, watazubaa, hawatakumbuka. Mambo yatakuwa mengine, kwa sababu Kristo atakwenda na taifa lake, na hii habari ya kuhubiri haitakuwa tena. Neema itakuwa imekwisha. Neema itakuwa imekwisha. Tutakuwa na Bwana kwa ule wakati. Lakini acha nikwambia kwamba tutafanya miaka 3.5 pale hewani ya kipimo, na wengine watafanya miaka 3.5 hapa pamoja na mpinga Kristo, watu ambao watakuwa ni dhambi tu wanaishi, hakuna amani, hakuna uzuri, hakuna kufanya hata reference kufikiri ya kwamba kutakuwa jambo fulani tena baada ya hapa. Watakuwa giza tu, kwa sababu neema ya Mungu itakuwa imefika mwisho. Bwana tusaidie sana. Wakati huu Biblia inatuambia nini? Pale hewani katika Wakorinto wa pili sura 5 mstari wake wa 10 na wa 10. Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 10, Biblia inatueleza hapa nini? Inasema ya kwamba kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ishara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri aliyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Tutakuwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Pale kutakuwa vipimo. Wewe utapita katika kipimo, mimi nitapita katika kipimo. Kila mtu
na kujua matendo yake aliyofanya hapa duniani ni aina gani. Kama uliifanya katika Bwana au uliifanya katika mwili, itadhihirishwa pale. Kuna watu ambao wanafanya ujanja kana kwamba wanamtumikia Mungu, kumbe hapana, itadhihirishwa pale. Watu watajiuliza, mbona nilikuwa nafanya hiki na kile, imekuwaje? Watamwambia ilikuwa ya kweli, maana ulikuwa unaifanya kwa ajili kujipendelea, lakini hukuifanya kwa ajili ya Bwana. Hii ngali haiko juu ya dhambi, maana watu wengi wanasema itakuwa ni vipimo vya dhambi. Hapana. Yakobo sura 2 mstari wake wa 10. Mungu hawezi kukusimamisha tupime dhambi yako kwa muzani, tupime dhambi zako ambazo ulikuwa unafanya na mema yenyewe ulikuwa unafanya. Yaani ni mafundisho ya dini mmoja hivi. Tuone yenyewe tashusha kilo, maana yenyewe tashusha kilo ndio yako, ndio ya mzuri ikupitisha. Katika Yakobo Biblia inakataa. Kuna mwenyiko tayari kuisoma? Yakobo sura yake ya 2 mstari wake wa 10, Biblia inasema, maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Yaani ya mzani pale juu, kama ulifanya dhambi moja ya uficho yenye watu wengine hawaone, usizani pale itapita kumzani alafu naingia. Hapana. Biblia imetuambia nini hapa? Ukikosa kwa moja, hata kama umeshika yote lakini umekosea moja, yote na uwa yote. Bwana tusaidie sana. Kama kuna dhambi yenyewe nafichaka, unadhani ni watu hawaione, ile utapitaka tu, sababu utakuwa kafiaji, utajipenyeza tu hivi, fulani hakuona na fulani, sasa tutakuwa kumstari, itapita. Biblia inatuambia itapita katika moto, tena très sérieux. Hakuna vya upendeleo, hakuna vya kusema huyu alikuwa pastor, hakuna vya kusema huyu alikuwa reverend pastor, huyu alikuwa mnabii. Kama ni dhambi ulifanya kwa aina yoyote, kwa kujipendeza, kwa kuficha, itadhihirika ile siku, maana itakuwa kipimo cha moto. Wakorintho wa kwanza sura yake 3, Korintho wa kwanza sura ya 3 mstari wake wa 13 hadi 15. Biblia inatuambia nini pale? Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wake wa 13 hadi 15 nasema hivi. Kazi ya kila mtu, mstari wa 13. Kazi ya kila mtu itaonekana wazi, kwa sababu siku ile itaoneshwa, kwa sababu itafunuliwa na moto, na moto utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kama kazi ya mtu alijenga juu yake ikibaki, atapokea thawabu. Kama kazi ya mtu ikichomwa, atapata hasara, lakini yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Amena. Kazi zitakazopimwa ni zile ambazo nafanya katika maisha ya Ukristo. Ni wazi umeacha dhambi, lakini wakati mtu anaweza kuacha dhambi lakini anakuwa mvivu wa kanisani, hafikage kanisani ule. Wakati wa kutumika kazi za utoaji, yeye hatoage kwa zile, na akitoa huko wenyewe anatoa kiko na 10,000 mfuko, anatosha 500 francs ndio anaenda toa. Mungu yuko anaona. Unaacha zapata hivi, na kazi yangu iko pale, inahitaji sadaka, inahitaji pesa zenye uko nazo, unaleta 510,000. Sawa, mambo yote yako yanaandikwa, Mungu yeye mwenyewe anajua. Wanasema tusaidie mtu fulani kwa kazi, kwa shida ambazo iko nazo. Wewe unasema mimi ndio nilimtoshaka kwao.
alikuja mjini, ana yule ambaye anaweza kumsaidia, ule ndio angalie. Mungu anaona pahali ya kusema tuchukue kazi ya Mungu kwa ushirika, twende katika ibada, twende tufanye hivi, tushirikiane katika mafariji. Mtu alipatwa na shida, ile kidogo kidogo yako naleta kila siku, Mungu anakuwaka na note, hakuna kitu anasahau. Sekretari wa mbinguni anakesha usiku na mchana. Kuna wale ambao wanaweza kutumika tu kwa ujanja, watu hawaone, anaona hivi watu hawanione, haina shida. Watu hakuna mwenye hatajua, lakini sekretari wa mbinguni yeye aliishajua tayari. Maana macho yake yanapenya popote, yanazunguka dunia nzima ili kuona namna kazi ya Mungu inafanywa. Halafu ukifanya ujanja, ile siku ndio kazi yako itadhihirika. Na ile siku ndio itakuwa kazi nzuri, tamu, kulipwa. Jaribu kupima tu kwa wale ambao wanatumika kazi za mshahara. Anatumika mwisho wa mwezi wanasema tunaita watu mkue kupokea. Kule kupokea franga zako umezichokea, lakini kuzipokea unasikia starehe, unasikia raha. Na unajua miezi na siku zenyewe umetumika, unaona hapa ninastahili kupata na nimezipata, jina la Bwana libarikiwe. Sasa ile siku kuko zingine ulishaka sahau, haujua ulifanya hivi. Ndio pale Yesu atasema asante, ninyi muingie kondoo, wana kondoo, muingie mlipwe, kila mtu alipwe sawasawa na jinsi alivyotumika. Maana nilipokuwa mgonjwa mlikuja kuniona kupita, nilikuwa gerezani mlifika mkaniona, na hivi analipa. Uliona niko mhitaji wa mavazi ukanipa, nilikuwa mhitaji wa chakula ukanipa, pokea. Na watu wanasema mbona sikukuona? Hatukukuona Bwana, ulikuwa wapi wakati unasema ule mtu mdogo wangu ambaye ulitendea hili na lile, mlipompatia ni mimi mlikuwa mnapatia. Sasa ule wakati muone raha yenyewe watu watapata nayo, watakuwa nayo raha yenyewe watu wataona katika shughuli hiyo. Wapendwa, tumikia Bwana kwa wakati huu. Umtumikie Bwana kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Baada ya kipindi hicho itakuwa imefanya miaka 3.5 ya kipimo. Miaka 3 ya kipimo, miaka 3.5 ya kipimo pale angani. Na ile miaka 3.5 itakapoisha, tuanza hivi. Itakapoisha ile miaka, ndipo furaha ya watakatifu inaanza. Biblia inatuambia kwamba itakuwa harusi ya mwana kondoo, harusi ya mwana kondoo na bibi harusi. Siku hiyo ndio itakuwa furaha yenyewe watakatifu wataanzana nayo. Itafanyika kwa muda wa miaka 3.5 tena. Tukisoma Ufunuo sura yake ya 19, Ufunuo 19 mstari wa 7. Ufunuo 19 mstari wake wa 7 na wa 9. Ufunuo 19 mstari wake wa 7 na wa 9. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Tuwe na furaha na kufurahi, tumupe utukufu wake, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja, na mke wake amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri inayong'aa safi, kwa maana kitani nzuri hii ni matendo ya haki ya watakatifu. Amen. Amen. Kisha kile kipimo ndio itafika mwisho wa malipo. Kila mtu analipwa, ndio ile kitani nzuri. Unaingia sasa katika karamu, lishavikwa kitani nzuri, kila mtu sawasawa na jinsi
alivyotumika hapa duniani akiwa Mkristo. Acha niwaambie kwamba watenda dhambi hawatakuwa kwa huu mstari, kama vile tumesoma Yakobo sura 2 mstari wa 10. Hawatakuwa, ni watakatifu tu walioshinda hapa duniani ndio watapewa. Kila mtu anapewa kitani nzuri cha kuvaa, cha kumwonyesha kwamba sasa huyu amestahili kufanya harusi na mwana kondoo wa Mungu. Na karamu hii itakuwa ya miaka 3.5 pia. Nimeenda kule kusudi ujue kwenye tutaingilia ile miaka 1000 yenye tutatawala pamoja na Kristo. Hapa hatujaingia mbinguni bado, ule mji ambao Mungu anaandaa mpaka hivi angali anatengeneza kwa ajili yako wewe mwenyewe. Unachelewa, labda utaamini, utatubu na unaacha makosa na uingie katika orodha ya wale angali anachubele zao. Wakati unakuja ambao hakutakuwa huruma tena, hakutakuwa kubembeleza tena. Hii mahubiri tuko tunafanya haitakuwa tena kwa ule wakati. Biblia inatuambia kwamba itakuwa ni siku ya furaha, siku ya shangwe, siku ya karamu, hapana siku ya kuhubiri tena. Wewe ambao unasikia popote ulipo saa hii, elewa ya kwamba huu ndio wakati wako wa kujiunga na Mungu wako, kujiunga na Kristo Yesu, ushirikiane na watakatifu wale ambao walikwisha kuacha dhambi, machafuko, wakaingia katika orodha ya waenda mbinguni. Na wewe ujiunge nao, uwasikilize wanapokuhubiri, wende pamoja nao, maana hii lazima itafanyika. Miaka 3.5 ya furaha ya mwana kondoo na bibi harusi. Wapendwa, ni ile miaka 3.5. Hatutaenda pale sana, niwaambie namna mambo yataanza sasa, kusudi tufike tena katika hii miaka 1000 tuliyosema. Tumesema kwamba maneno yetu tutakayoongelea ni ufalme wa Yesu Kristo duniani wa miaka 1000 na baadaye ni maisha ya milele. Tutakapofika mahali pale pa harusi, furaha ya miaka 3.5 itakapofikia mwisho wake, hatutaendelea na safari, lakini tutashuka. Bwana atashuka na bibi harusi kuja kuanza ile miaka 1000. Lakini kabla ile miaka 1000 ienee, tafadhali, kabla ile miaka 3.5 itungani pale, Mungu atafungua, atashusha shetani kumtupa duniani, maana mpaka hivi angali na uhuru wa kwenda angani huko. Sasa ile wakati atamshusha na malaika zake kushuka duniani. Wale ambao walibaki duniani siku ya kunyakuliwa kwa kanisa, wale waliobaki, ona mambo watakutana nayo. Miaka 3.5 ya kipimo angani huku hewani pamoja na Kristo, nao miaka 3.5 ya mpinga Kristo na ule mnyama kuingilia kati, kukamata wote ambao wana habari za Mungu, wote na wapagani, na kufanya hekalu. Lile hekalu ambalo tunasikia la Yerusalemu litajengwa, na humo ndipo watafanyia ibada, na atawafurahisha, atafanya mapatano na Israeli, atashirikiana nao watakuwa wakiabudu, wakisifu. Lakini wanasifu nani? Basi itafikia wakati miaka 3 naisha, inaenea, mpinga Kristo anabadilika, yule adui anabadilika, ataanza kujisifu mwenyewe, kusema tangu leo kila mtu aniabudu mimi, kila mtu anifuate mimi. Hakuna kutaja jina la Mungu mwingine hapa, ni jina langu mimi, mpinga Kristo. Sasa kwa ule wakati miaka 3 naisha, hakuna njia nyingine, alishakuteka watu wote, ni mateka wake, hakuna njia nyingine. Ndipo Mungu
atashusha shetani kushuka duniani kwenda, na ataingia katika kila nchi, katika kila mji, ili kwenda kubadilisha mwelekeo, kwa sababu kwa ule wakati neema haitakuwa tena, itakuwa ni malipizi. Sasa wale watakaobaki watapigwa, watauawa. Ndio wakati ule, usidanganywe leo kwamba sasa kuko namba ya 666. Ile ni ya kudanganya tu, ya kukutayarisha, lakini ile wakati ndio siku itadhihirika. Watu wote, haya mambo ambayo tunakutana ya matayarisho, walikwisha kutayarisha kila kitu. Huwezi kwenda sokoni bila komite. Zamani watu walikuwa wanachuuza bila kuhangaika, ni kwenda kusoko na tandika, kama unajua kahawa yake inatosha. Lakini leo ingali vile, inafaa ufike sokoni ukute komite ilishakuwa tayari. Unafika, unaenda kuanza magaze, komite iko. Unaenda kuanza taksi, komite iko. Unataka kujiunga na kitu chochote kile, utakuta komite ilishakuandaliwa. Na sasa kwa ile mwelekeo ndimo watu wengi watashikwa. Watu wengi unataka kuingia katika uchuuzi, ndio basi namba iko hapa, tutaipiga kwa mkono wako wa kuume au hapa kuuso yako, kusudi wewe mchuuzi maiso, kusudi utembee katika utaratibu maiso, au mai kikundi chetu, au maiki na hiki na kile. Ule wakati ndio vitatumika, na hakuna mtu atakwepa, kwa sababu itakuwa kama kawaida. Watu walishazoea, watu walishajitayarisha kwa ile. Leo unataka kwenda kwa banki walishatayarisha kila kitu. Kwanza wametayarisha makarte, wakati unaweza kwenda hata usiku, naenda retire franka zako kwenye kuko mabanki za mzuri kwa leo. Hata hapa zilikuwa zimeisha kuwa, unaenda na karte yako, unachomeka, unaona zinakuwa, unaleta hesabu, unasema mnipe ota, zinajileta, unaanza hesabia tu pale. Sipokuwa menjo niliendaka wakati mmoja nikasahau, wakanikulazo, nikashindwa kufika. Basi nazilisha angaje kule kama zimetoka. Sasa mwenyewe nilifuataka iko sawa, ndio alizikamata. Basi hakukuwa namna nyingine, nilizisamba hapo, mnipe franga zangu. Nao wanasema mbona ulishazitosha? Nasema sikuziona. Nao wanasema zilishatoka. Bo tutauliza Kinshasa nao majibu haitokei. Lakini nini wametayarisha? Kila mtu atapita kwa ile orodha. Lakini acha nikwambie, watakatifu wa Mungu watakuwa wako pamoja na mwana kondoo wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama hivi vyote vitapita, sisi hatutakutana na ule mtihani, tutakuwa tumenyakuliwa. Ole kwako kama wewe utabakia, sababu utakutana na kile kitu. Na wale ambao wamekwisha kufa katika Bwana nao hawataona, na wale ambao watakufa katika dhambi nao hawataona ile namba 666. Nao watafufuliwa. Kuko siku ya kufufuliwa kwao, haitakuwa siku moja na watakatifu, na haitakuwa ya mbio. Wao watabakia huko, ile miaka 7 itaisha, yaani 3.5 kwanza na 3.5 nyingine itamalizika, na kisha watu wanaendelea kutawala pamoja na Kristo ile miaka 1000. Wapagani wangali kuzimu, kisha ile miaka 1000 tutaiangalia sasa hivi tu. Sasa watakatifu wa Mungu wao hawatakuwa katika ile hesabu ya wale ambao watapigwa makashe, wale ambao watapigwa sivyo vitu gani, watakatwa vichwa. Labda kwa yule ambaye atasema mimi nataka kujikaza, mwenye atakuwa amebakia. Naye akibakia ni neema, sijui. Mimi siwezi shuhudia ile. Siwezi kushuhudia kama kuko mwenye atabakia atajikazaka. Utajikaza aye? Umeshindwa tu kidogo kwanza hii masemule hapa yenye imefika sema njaa kama ya siku 2 inakupeleka. Sasa itakuwa ya juma moja, itakuwa ya miaka 3.5. Utakuwa ngali na resiste kuwa mtakatifu?
Si watakwambia kashe tu inatosha, acha tupige. Wengine watasema itanifanya nini? Munipe kwa hiyo. Watoto wataenda na wafika kwa jirani, iko anakula, anawapakia sasa vile tu alifanya nini? Ilikuwa tu picha ya ile siku. Watoto, mtakufa, mpeleke kwenu. Na wazazi wanapokea wanasema, tufanye nini? Watoto wameleta. Tushirikiane tu nao. Tukule tu pamoja. Na mkashe zitakuwa zimeisha ingia tayari. Wapendwa, jitahidi leo kuingia katika utawala wa Yesu ingali mapema. Ufikie ile siku ukiwa pamoja na Kristo. Wapendwa, siku hiyo kabla Yesu ashuke na bibi harusi, kutakuwa ziki kubwa. Katika Mathayo 24 mstari wake wa 29 hadi 30. Mathayo 24 na 24 mstari wake wa 29 na 30. Biblia inatuambia hivi: lakini mara baada ya ziki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo ile, toka mwisho huu na mbingu mpaka mwisho huu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Siku hiyo miaka inatimia, maana ziki itakuwa duniani. Hatuna muda wa kueleza zile ziki. Utakuwa ziki ya twaza elmi. Na nyuma ile ziki, kanisa Yesu anashuka na bibi harusi. Itakuwa aje huku? Wayahudi watakuwa hawajatoka. Wayahudi ambao Mungu ameapa kwamba hawezi kuwapoteza. Maana katika asili, wakati Mungu anataka kuanzisha upatanisho wa Mungu na mtu, alipitia kwa Ibrahimu, akamwita na kumwambia kwamba kama utanitii na kufanya yenyewe nitakuambia, ni hapo nitakubariki wewe na jamaa zako zote hata mwisho wa dunia. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu habadilishake. Akapatana na Ibrahimu na kizazi chake, kuonyesha kwamba hata kiacha atakuwa pamoja nao hata milele. Ndipo Waisraeli watakusanywa wote katika Israeli. Ndipo vita itakuwa, maana pale ndio kutakuwa hekalu, na yeye atakusanya wote. Na kwa sehemu Biblia inatuambia kwamba alishaka wakusanya, alishaka watia fasi moja. Kwa leo wako Israeli, na mwenye hajafika bado atafanya iwezekanayo awalete wafike Israeli. Na wakishafika ndipo atakapokuja kuwachukua. Lakini kwa sababu mpaka hivi hawajamwamini, wamoja wamemwamini, ni watakatifu, ni kanisa, lakini wale ambao hawajamwamini watakapokuwa wamekusanyika, ndipo awafanye taifa moja. Na mateso yale ambayo tunasikia kwamba yatafanyika katika Israeli, watateswa, lakini atakuwa amewatia muhuri. Tukisoma Ufunuo sura yake ya 7, Ufunuo 7, ukianza kwa ule mstari wa kwanza, Ufunuo 7 mstari wa kwanza, Biblia inatuambia nini pale? Ufunuo 7
mstari wa kwanza. Tusome katika jina la Yesu. Nyuma ya maneno haya nikaona malaika wane wakisimama katika pembe nne za dunia, wakizunguka pepo nne za dunia. Upepo usivume juu ya dunia, wala juu ya bahari, wala juu ya miti, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda toka upande linapotoka jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kubwa wale malaika wane waliopewa kuzuru dunia na bahari, akisema, msizuru dunia wala bahari wala mti wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu watu juu ya vipaji vya uso zao. Amen. Amen. Asema msizuru. Kulikuwa malaika ambao walitumwa mwende mzuru sasa dunia, muipatishe magumu. Wale ambao walikataa kumwamini Mungu, muipatishe magumu. Lakini mwingine malaika katoka mbinguni kwenda kuwaambia wale malaika wana ambao wako wanazunguka, wamejipanga pembe ile za dunia ili kuzuru dunia. Na sasa yule malaika akawaambia, msizuru bado kabla hatujatia muhuri kwa nyuso za watu wa Mungu, kusudi wawe na ushindi. Na hesabu yao Biblia inatuambia hapa kwa ule mstari wa 4, ukishuka utakuta hesabu ya makabila ambayo iliandaliwa ile muhuri. Mtie mihuri kashe, kusudi wakati magumu yatakapokuja wao wasiuziwe, wasipatwe na magumu. Lakini magumu wanaweza kukutana nayo, watashinda, hawatashindwa. Mambo ambayo watakutana nayo, maana kutakuwa kuharibu kabisa, kuteswa. Mnasikia jua litashuka, nyota zitashuka ili kutaabisha dunia. Hakutakuwa huruma. Mahali pengine Biblia inatuambia kwamba wafalme na wafalme watajificha ili wasione yale mateso, na kualika milima iwaangukie ili wakufe. Lakini na milima nayo itawaambia kusema, mnatuambia tuwaangukie, na sisi tuko tunangoja hukumu, hatutawaangukia. Mpokee mlivyotumikia. Wapendwa, watu watalia, wengine watakimbilia baharini ili kujimwanga huko wakufe, lakini haitawezekana. Bahari nayo itasema, niko na ngoja kutapika, wengine ni meza, alafu siwezi pokea wengine. Mpokee yenyewe mlipata. Wapendwa, kimbia hukumu ingali mapema. Wahubiri wengi wanakuwa wanakataa, tusiogopeshe watu. Basi kama sikuogopeshe, utajua hatari iko mbele. Inafaa ujue kama utapenda unaendelea na ile shida yako, utakutanaga nayo na unajua, kuliko ubaki bila kujua. Jua, sababu kukwambia haiko ndio kukataza mambo yako. Lakini ni neema kubwa kama ungeacha leo, kukwambia achana na pombe, achana na zinaa, achana na wizi, achana na hiki na kile, uache kusudi usipatake mateso siku ile. Wengi ni maadui kwa sababu ya kuambiwa vile, kuacha madhaifu yenyewe kupoteza. Wengi ni maadui wa pastor, maadui wa wahubiri, maadui wa manabii. Lakini acha nikwambia kwamba utaona ile siku ndio utasema kwa nini sikusikia. Utakuwa umechelewa. Acha nikwambie sasa kwamba sasa kanisa litashuka. Tukisoma kwa Ufunuo 16 mstari wa 13 hadi 16. Ufunuo 16:13. Ufunuo 16:13 hadi 16. Biblia inasema hivi: nikaona pepo wachafu watatu waliofanana na vyura wakatoka kinywa cha yule shoka,
na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo kama vyura. Maana ndiyo pepo za mashetani wanaofanya alama na kutoka na kwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kubwa ya Bwana Mwenyezi. Tazama, ninakuja kama mwizi. Heri yeye anayeangalia na kutunza mavazi yake, asiende uchi, watu wakaona haya yake, wakawakusanya hata pahali panapoitwa kwa Kiebrania Harmagedoni. Amen. Amen. Hawa ambao ni pepo mchafu wanaofanana na vyura watafanya maajabu. Dunia itakuwa imeharibika. Niwakumbushe kwamba kanisa halitakuwa, bibi harusi atakuwa pamoja na bwana harusi hewani wakati wa mateso yale. Kazi yake sasa hivi vyura vitazunguka kuleta maneno ya udanganyifu. Kwa leo dalili ziko, kwa leo dalili, alama ziko kwa watu wengi leo. Wahubiri ambao wako na ubiri na ushujaa kupotosha watu, na watu wengi wamekengeuka kanisani, wamebadilisha mwelekeo wao kwa kufuata tamaa za dunia, kwa kufuata vitu visivyopendeza. Watu wanafundishwa maneno ya uongo na wanawaambia hakuna shida, hakuna shida kwa ile, ninyi tu mnapitisha kipimo pale kwenu. Lakini nikwambia kwamba Mungu hajali ule ushawishi. Ni nguvu za giza zimewaingia watu ambao leo wanadanganya watu wengi, hata kuwatosha katika makanisa kuwafuata ili wawadanganye huko. Sasa kule ile wakati itakuwa ni zaidi. Lakini Biblia imetuambia kwamba heri kwao wote ambao wanaokesha, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Heri wale. Mungu anataka kukusaidia kwa huu wakati, ujitenge na mafundisho ya kigeni. Wale ambao wanakuambia eti Mungu haangalie mwili, anaangalia ndio roho. Na mwili ni mwili wa nani? Ni mwili wa shetani kweli? Hapana. Au ni mwili wako? Ni mwili wa Mungu, na anataka ule mwili utukuze hapa duniani. Tumekwisha kuisoma ile wakati mwingine, Wakorintho wa kwanza sura yake ya 3 mstari wake wa 14. Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 14. Kama kazi ya mtu iliyojenga juu yake ikibaki, atapokea zawadi. Amen. Amen. Sasa tutakamata yenyewe inahusu mwili, ni Wakorintho wa kwanza 6 mstari wake wa 19 na 20. 6:19 na 20. Biblia inasema hivi: hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe, kwa sababu mlinunuliwa kwa bei. Basi tukuzeni Mungu katika mwili wenu na katika roho yenu, maana ni ya Mungu. Amen. Amen. Hauna mwili wako ambao unaweza kutumia unavyotaka, wala kutumia saumu mwingine. Ndio amekwambia mwili wako unahusiana na Mungu. Mungu ndiye aliuumba, akisha kuumba ndio akatia roho yake ndani, kusudi mwili wako umtukuze Mungu, waone Mungu kupitia mwili wako. Roho yako kwanza na mwili wako.
Hakuna mtu atakayemjua Mungu apitie hewa tu hivi, ni kupitia mtu ambaye ana mwili. Hata kama mtu angalihubiri mahubiri ya ajabu, tusikie tu mtu yuko anahubiria hewani hapa, si mwisho tutasema ni kizimu kile, lakini mwili wako ndio unafanya kwamba wewe uhubiri na watu wakusikie. Sasa ule mwili ndio ufanye wa shetani? Hapana, ni kudanganyika, kutokujua. Sasa jihadhari, maana ile siku itakapokuja Mungu ataleta wote wenye mwili na kuwatia katika hukumu. Twende sasa katika kile kipindi cha kushuka kwa bwana harusi na bibi harusi. Atakaposhuka kutoka mbinguni kuja katika utawala wa miaka 1000 mbinguni, 1000 hapa duniani, atashuka na bibi harusi. Maana Biblia inatoa
Ufunuo 20 mstari ule, tukianza ule mstari wa kwanza, Ufunuo 20 au 12. Ufunuo 12 tangu ule mstari wa kwanza tu, usikie namna mambo yatakavyokuwa mpaka mstari wa 6. Ufunuo 20, Biblia inasema hivi, tusome katika jina la Yesu. Kisha nikaona malaika akishuka toka mbinguni, mwenye ufunguo wa shimo pasipo mwisho na mnyororo mkubwa katika mkono wake. Akashika yule joka mkubwa, yule nyoka ya dhamani anayetii malaika. Akashuka toka mbinguni, mwenye ufunguo wa shimo pasipo mwisho na mnyororo mkubwa katika mkono wake. Akashika yule joka mkubwa, yule nyoka ya dhamani anayeitwa Diaboli na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika shimo pasipo mwisho, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kudanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na nyuma ya haya imepasa afunguliwe wakati kidogo. Nikaona viti vya ufalme, nao wakaao juu yao, nao wakapewa muhuri. Nikaona roho zao waliokatiwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa neno la Mungu, na hawa walioabudu yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa katika vipaji vya uso zao wala katika mikono yao, wakakuwa hai, nao wakatawala pamoja na Kristo miaka 5,000. Na wafu waliobaki, tafadhali, na wafu waliobaki hawakuwa hai tena, hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuko wa kwanza. 6. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuko wa kwanza. Juu ya hawa mauti ya pili haina nguvu, lakini watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye miaka 1000. Amen. 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 Tusimame tunyoshe kwanza mikono. Asante sana. Tukae. Heri wewe ukishinda ufikie hii tarehe, maana wale watakaokuwa wamesalia, watoto wa Ibrahimu, yaani Israeli, watakatwa vichwa kwa yale mateso, watakatwa vichwa, nao watapata kibali kufufuliwa na kuletwa kukutana na Bwana tutakaposhuka. Sisi hatutakuwa pamoja na wale, sie tuko matrife za Mungu. Kama unashinda, haulinganishwe na wale. Tena malaika watakuwa wako wanatuimbia, malaika wako wanatuchungulia, hawa nao ni wanani? Na watashangaa kuona, na watauliza hawa ni wanani? Aseme hawa ndio wale walioshinda katika dunia. Hawa watoto wa Ibrahimu, yaani taifa la Israeli,
katika yale mateso ya ile miaka 3.5, wengi watakufa ile wakati, wengi watasalia, wengine watakatwa vichwa. Lakini Biblia inatuambia hapa kwa ile sura 20, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu. Anakuja kufanya nini huyu? Anakuja kumshika shetani ambaye ametumika tangu shamba la Edeni mpaka ile siku. Atamshika na kumfunga na kumshtupa katika shimo kuzimu na kutia muhuri pale, ili dhambi zisitendwe tena kwa ule muda wa miaka 1000. Muda wa miaka 1000 watu watakuwa wako kuzimu, dhambi zitakoma ile wakati. Wenyewe wako duniani hakuna mwenye, na kuteta haitakuwa, sababu mwenye anafundisha kuteta ni huyu shetani. Ndio dhambi kidogo na mwepesi, iko mwepesi sana hiyo, na haitakuwa tena. Mwenye anaifundishaka baba wa dhambi ni shetani, atakuwa amefungwa na malaika zake na kumtupa katika shimo ndefu na kutia shene na kutia muhuri pale, usitoke mpaka miaka 1000 itimie. Ona raha ni watu wataishi nayo. Ndio watu watashangaa, hiki kitu kilikuwa wapi kabisa? Kwa nini haingefanyika mbele? Wakati wataona Yesu ndiye mfalme wa dunia nzima, hawa wafalme ambao tunaona wote itakuwa ni kimya. Kama kuko wale ambao watakuwa wamekufa, watakuwa wako kuzimu, na wenyewe watakuwa wako hai, maana ile vita ya Armagedon itafanyika. Yesu ataikomesha mbele, kanyange kuudongo hivi, atainyamazisha na kuteketeza watu wote. Biblia inasema kwamba ndege za dunia yote zitakuja kufanya karamu pale, kwenda kula nyama za watu, na damu ya watu itafikia kipimo cha farasi kwa miguu yake, kwa magoti ya farasi, ile eneo yote. Halafu watu watakuwa wamepotea. Kwa sababu ya hiyo, shetani hatafanya kazi tena kwa muda wa miaka 1000, na wale wote ambao watakuwa wameokoka, yaani taifa la Israeli, nao watatukuta tunakuwa sasa taifa moja ambalo tunakuja kuishi duniani. Katika maisha yale hakutakuwa dhambi tena, hakutakuwa na nyama hii nani chui yenyewe tunajua inakulaga nyama za watu, haitakula tena nyama za watu wala za nyama, wataanza kula majani. Biblia inasema ile na kushuhudia ile katika Biblia ya kwamba watakula majani, hawatakula tena nyama za watu wala nyama za mbuzi wala simba, hata kula mbogo wala kula tembo na kitu chochote kile. Mtoto atacheza na nyoka, wala nyoka haitamzuru tena, kwa sababu baba wa dhambi wa mateso makubwa atakuwa amefungwa na kazi zake zote zitafungwa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ile miaka 1000 utakuwa uko wapi? Biblia inatuambia kwamba tutakuwa katika kambi ya Yesu Kristo, na yeye ndiye atatawala, ndiye atatia ufalme. Wafalme wote wa dunia, wafalme wote ambao mnajua, wakubwa kwa wadogo, twende hata na Amerika, ndio wafalme wenye nguvu duniani, na Washinwa na wengine wote, itakuwa ni kimya. Mtawala atakuwa ni mmoja tu, naye ni Bwana Yesu, na yeye ndio Bwana wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Ungekuwa ile siku ungepata na wewe kwa ile cheo yenye atagawia watu wa gouverneur, sijui watapana wa chef de quartier, utakuwa na wanyumba 10, utakuwa na wasiwe wa kina nani, na nini, itakuwa ni utawala wa watoto wa Mungu. Hii dunia yenyewe tunaona tutatawala muda wa miaka 1000. Ndio Biblia inatuambia, kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Ni wale sasa wao
wa Israeli waliokataa kabisa, kama ni mpinga Kristo afanye kazi yake, walikataa, lakini wakaonekana nao wako katika orodha ya watu. Biblia inasema hivi kwa mstari wa 5, na hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Na huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja na Yesu Kristo ile miaka 1000. Amen. Hao wafu waliosalia hawakuwa hapa pamoja na wengine. Nilisema ya kwamba ni wale ambao tangu mwanzo mpaka leo wako wanakufa, ni wapagani, wenye dhambi, wasiotubu, wote hawatakuwa hai mpaka pale. Lakini wenyewe watakuwa hai ni wale ambao Waisraeli waliokuwa katika mateso, ziki kubwa ya miaka 3.5. Ndio maana wao watashuhudia Yesu, watasema tulidanganyikaga, lakini tunamjua Mungu, ni yeye ndiye tunamwamini, na hatutaabudu miungu wala sanamu, tutaabudu Mungu wetu aliye hai, ambaye aliumba mbingu na nchi, na yeye ndiye alitufia. Wakamwamini. Waisraeli wote ndio wanatajwa hapa. Sasa watafufuliwa na kuwa katika orodha ya utakatifu wa Mungu, lakini wafu wote ambao hawakuonekana pale, na Biblia inatuambia hapa, huu ndio ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa pili utakuwa sasa wa wale wafu wa kipagani. Wafu wa kipagani wataenda tena wakati tunatawala pamoja na Kristo. Sisi ndio tutaishi pamoja naye, hatutakuwa na mambo ya dunia, tutaishi maisha ya uzuri. Mwalimu mmoja ndio alituambia hapa kusema, ile wakati tutatembelea planeti ambazo ziko duniani, tunasikia ziko lakini hatuzionake. Tunaweza tembelea kumwezi, wengine wako wanafanya projet ya miaka kusudi waende kumwezi, lakini siku ile sisi ni kusikia tu, ninataka nifike kumwezi, na unajikuta huko pale, kwa sababu utakuwa na mwili wa utukufu. Unataka kwenda kumars, unaenda kumars na utarudia tena, utakuwa pamoja na Bwana. Uwezo ambao iko nao na wewe utaupata. Baba wetu na Mungu wetu atakuwa mwaminifu, wala hatakosa kutubariki. Lakini acha nikwambie, tufikie mwisho tuseme hivi ya kwamba hao watakapokuwa wametoka katika kufa kwao na wamefufuka, na Biblia inatuambia huo ndio ufufuo wa kwanza, yaani ule ambao tulifufuka, wale waliokufa katika Bwana na wale ambao watafufuliwa ile siku, utakuwa ni ufufuo mmoja. Yaani kutakuwa stade mbili ya ufufuo. Ya kwanza ni ya kanisa, na hii ya Wayahudi itakuwa ya pili. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa yote nawekwa kuwa ufufuo mmoja, na huu ufufuo mmoja tunatoka pale tunaenda sasa miaka 1000. Biblia inatueleza ya kwamba sasa tutaishi na Bwana na hakuna kitu kitatuzuru tena. Mathayo 25 mstari wa 31 hadi 41. Mathayo 25:31 utakata tukifupi pale. Mathayo 25:31. Tusome katika jina la Yesu. Lakini wakati mwana wa watu atakapokuja katika utakatifu wake na malaika yote pamoja naye, halafu ataketi juu ya kiti cha utukufu wake. Amen. Na kuendelea. 32. Na mbele yake mataifa yote watakusanyika, naye atawatenga kama mchungaji anavyotenga kondoo na mbuzi. 33. Na ataweka kondoo kwa mkono wake wa kuume, lakini mbuzi kwa mkono wake wa kushoto. Alafu mfalme atawaambia wale kwa mkono
wake wa kuume, kusheni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, murithi ufalme mliotengenezewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwani nilikuwa na njaa, ninyi mlinipa chakula, nilikuwa na kiu, ninyi mlinikunywesha, nilikuwa mgeni, nanyi mlinikaribisha, mtupu, nanyi mlinivika, mgonjwa, nanyi mlikuja kunitazama, nilikuwa katika kifungo, nanyi mlikuja kwangu. 3:7. Halafu wenye haki watamjibu wakisema, Bwana, wakati gani tulikuona una njaa na tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Na wakati gani tulipokuona mgeni na tulikukaribisha, au mtupu na tukakuvika? Na wakati gani tulikuona mgonjwa au katika kifungo na tukakuja kwako? Na mfalme atawajibu na kuwaambia, kweli ninawaambia ninyi, kwa kadiri mlivyotendea mmoja wa ndugu zangu walio wadogo, mlitendea mimi. Kisha atawaambia wale kwa mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliotengenezwa kwa Shetani na malaika zake. Kwa sababu nilikuwa na njaa, nanyi hamkunipa chakula. Ile natosha. Amen. Hapa sasa, si watoto wanaanza deka wakati wamekusanyika, kwa sababu pale hakutakuwa zamu, karibu watu wote watakuwa pamoja, lakini akaanza kuwatenga yeye mwenyewe, ninyi ambao ni kondoo, mwende upande huu, kwa sababu mlifanya hivi duniani. Nao wanaanza unaona vile mtu sasa anaanza kupewa na anasaidiwa namna anafanyanga, unashukaga unataka ufanye vya kitoto tena. Siku moja mmoja wa watoto wetu akagonjwa sana kabisa, hii kolera hii. Ndio wakati nifikaka, tulikuwa na mtoto tulikuwa kama ni wawili au watatu. Sasa mmoja akagonjwa, sina franc, tukaenda hapa ku Caritas kwenda kumtunzisha pale. Wakati alitunzwa, franka sasa zitatoka wapi? Ndio mtumishi mmoja kafika kasema, hakuna shida, nitalipa, walete fakturi nilipe mara moja kusudi mtoke. Muone furaha ile aina. Kwanza ndio nilikuwa natunga mgonjwa mule walikuwa wanawatupa, nilikuwa tupa tu mahema hivi. Sasa kuona mtu usikie mtoto amepona kwanza, kisha mtu akuje kukulipia yote. Namna nilijifanya pale, nikajifanya sawa mtoto tena. Kufika nyumbani kamwambia, unipe mabidoni zote za umeme nishote maji. Wakasema hapana. Akili ilikuwa imeelekea upande mwingine. Ndivyo na sisi tutakuwa mbele za Yesu. Bwana, hii vitu uko nashuhudia kwamba ulifanyia hivi siku gani? Na anawaambia ule mdogo mwenyewe mlifanyia yale, ni mimi mlikuwa mnafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Heri wewe unayefanya hivyo leo, utalipwa kwa wakati usio sana. Lakini jua ya kwamba wengine wataenda motoni. Ndio pale kutakuwa kugawanya. Ninyi mnaenda motoni, na ule wakati ndio wapagani wote waliokufa mbele zote, watenda mabaya wote watafufuliwa na wanashuka katika hukumu ya milele. Na hapo kunakuwa closure ya dossier naishia pale, na watakatifu wa Mungu, mbingu zitashuka na dunia mpya. Biblia inasema kwamba ni Yerusalemu mpya itakayoshuka kwa ajili ya watakatifu wake, na alafu tutaingia mule na furaha. Ile furaha ambayo tunasikia kwamba tutaingia na kuwa kama vitoto vya ng'ombe kurukaruka, furaha ya ajabu isiyo
isiyopimika, na labda mtu anze kujiuliza ni mimi au ni wengine. Wapendwa, siku hiyo itakuwa asubuhi moja. Biblia inasema kwamba itakuwa asubuhi ya milele ambayo haijaonekana na haitaonekanaga tena, ni moja tu ya milele. Jina la Bwana libarikiwe. Je, utakuwa pale? Kama utakuwa, waanze kushangilia leo na kukutana na Bwana katika maisha yako, maana utakuwa umeokoka kikamilifu. Tutaingia katika Yerusalemu mpya. Ile Yerusalemu mpya maana yake nini? Yerusalemu ni amani, amani, mji wa amani, ambako hakutakuwa na kelele yoyote, hatutakuwa na magonjwa yoyote, hakutakuwa mahitaji ya Quran, hatutakuwa mahitaji ya maji. Yesu mwenyewe ni maji ya uzima, lakini pia yeye ndiye nuru ya kweli ambaye atafanya yote kwa kila mtu. Hutakosa kitanda cha kulalia. Kila mtu leo, watu wengi wanalala wawili kwa kitanda moja, watoto 3, 4, vichwa huku na miguu huku kwa kitanda kimoja. Siku ile kama mtoto huku unalalaka vile, ile siku utapata kitanda chako cha amani ambako hakutakuwa kusukuma, na itakuwa raha ya milele. Jina la Bwana libarikiwe. Acha nikuulize tena, je, utakuwa pale? Mwenyewe atakuwa pale, afike. Mimi najua hatakuwa. Afike tuombe pamoja na yeye. Kama kuna vitu vimekuzuia usipate uhuru wa kuingia katika ufalme wa Mungu hapa duniani, fika tukuombee ufunguliwe. Kama kuna dhambi ambazo zimekushika, ambazo zimekataa kutoka, kuna uwezo wa kuzimaliza chini ya Golgotha tu. Ufike tukuombee. Hesabu katika maisha yako, dhambi gani ulishakataa, ilishakukatalia kuachana nayo, fika tukuombee. Na ikikataa tena leo, uiandike katika karatasi ya